Bwana Yesu asifiwe. Amina, watumishi wa Mungu. Somo letu ambao tulianza jana, kwa wale ambao kuwepo, tulianza na somo umuhimu wa nguvu za kiroho. Umuhimu wa nguvu za kiroho. Umuhimu wa mlokole kuwa na nguvu za kiroho. Kwa nini kuna muhimu kuwa na nguvu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema mitume wakati bado hawajajazwa Roho Mtakatifu, hawajapokea ile nguvu, hawajapokea uweza, waliambiwa na Yesu ya kwamba wasiondoke Yerusalemu, wasubirie ahadi waliosikia kwa Baba, ya kwamba baada ya siku hizi chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na ukiona kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, Yudea, hata mwisho wa nchi. Ili muwe mashahidi ni lazima upokee nguvu, kwa sababu kazi ya Mungu haiendi kwa maneno. Kazi ya Mungu inaenda kwa nguvu. Kazi ya Mungu inafanyika kwa nguvu za mwenye kazi. Ndio maana unapofanya kazi ya Mungu lazima ukubaliane na mwenye kazi. Ndio maana tunasema tuko shambani mwa nani? Mwa Mungu. Maanake tunafanya kazi ya mwenye kazi pamoja naye. Kwa hiyo tunaona walipopokea nguvu siku ya Pentekoste, Matendo sura ya 2 mstari wa 1 inasema ilipotimia ile siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja, wamekusanyika kama Mungu alivyowaambia. Wakati wamekusanyika wakingoja ahadi kutoka kwa Baba, Biblia inasema kukaja upepo kama upepo wa uvumi ukienda kasi, ukaijaza ile nyumba waliokuwemo wameketi. Biblia inasema wakati upepo unakuja, zikawatokea ndimi kama ndimi za moto, zilizowakalia kila moja juu ya kichwa chake. Biblia inasema ndipo wakaanza kuomba kwa lugha, wakaomba maombi ambayo hawajaiomba, wakaomba maombi ambayo sio kwa kibinadamu tena, wakaomba maombi ya nguvu. Hatimaye wakaomba hata kwa lugha wasizojua, wakaomba kwa lugha ambazo hawazifahamu, wakiongozwa na ile nguvu. Baada ya muujiza wa kwanza kunena kwa lugha, nikasema muujiza wa pili ni Matendo sura ya 3 mstari wa 1, wakati Petro na Yohana wanakwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Biblia inasema na pale mlangoni palikuwa na mtu ambaye alikuwa ni kiwete, alikuwa hajawahi tembea, alikuwa amekunjamana miguu, anawekwa kwenye mlango, anasubiria watu wanakuja ili aombe sadaka kwa watu wanaokuja kuingia pale. Anawahi kabla hawajaingia ili wampe sadaka. Na Biblia inasema siku ile Petro na Yohana wakiwa tayari wamevikwa nguvu, wakiwa tayari wanauweza na mamlaka, wakiwa tayari wamepokea Roho Mtakatifu, wakiwa tayari wamejaa kitu ndani, wakiwa tayari wana nguvu za Mungu aliye hai. Biblia inasema walipomuona yule Bwana, na yule Bwana alipowaona alitaraji kupata fedha kwao, lakini Biblia inasema Petro na Yohana wakamwambia yule Bwana, leo hatuna fedha wala dhahabu hatuna, ila tulichonacho leo tunakwenda kukupa. Walikuwa hawana fedha, walikuwa hawana dhahabu, lakini wanalo jina la Yesu, lakini wanayo nguvu ya kuweza kumwinua kiwete, ya kuweza kumponya kiwete, ya kuweza kufanya kiwete atembee. Biblia inasema Petro akamwambia, tuangalie sisi. Yule kiwete akawakazia macho Petro na Yohana. Biblia inasema ndipo Petro akamshika mkono, akasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uanze kutembea, simama uanze kwenda, simama uanze kujitegemea. Biblia inasema wakashangaa, yule aliyekunjamana miguu inanyoka,
vifungo vinafunguliwa. Biblia inasema akaingia hekaluni anarukaruka, anamsifu Mungu aliyemfungua. Nini ambacho kilifanya yule kiwete atembee? Ile nguvu aliyokuwa nayo Petro, ile nguvu aliyokuwa nayo Petro na Yohana. Ukiwa na nguvu ya Mungu yako mambo yatafanyika, hata yasiyowezekana yatawezekana, hata yasiyowezekana kwa binadamu. Kwa hiyo nguvu yanawezekana, kwa hiyo nguvu yanawezekana, kwa hiyo nguvu yanawezekana. Ndio maana nimesema somo letu, mtakeni Bwana pamoja na nguvu zake, pamoja na nguvu zake.